السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu Islam, sisi leo tuko mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Tumefurahi kwa kuidiriki Ramadhani. Kwa hiyo mpaka sasa tuko katika furaha kwa yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametufanyia wepesi katika kufanya ibada mbalimbali na kusoma Qur'ani, kusimama katika salatu tarawih, kufuturu maskini kwa wale ambao walifuturisha. Kwa hiyo tumefanya kheri mbalimbali na tumeishi katika furaha ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Anasema Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, waliyakun farahan bi ni'mati Allahi alayhi bi idraki Ramadhan, na basi ipatikane furaha kwa kusherekea na kufurahia neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake Muislam kwa kuidiriki Ramadhan, wa amal ma tayassara fihi min as-salat, na yale matendo ambayo yamepatikana ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewepesisha kwa mja katika swala na funga na kusoma Qur'ani na kutoa sadaka wa ghairi dhalika min at-ta'at, na mambo mengineyo katika utiifu. Fa inna dhalika khairun min ad-dunya wa ma fiha, hakika yote haya katika hizi ibada zote ambazo umezifanya katika mwezi wa Ramadhani ni bora kuliko dunia na yale yaliyokuwa ndani ya dunia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, sema kwa fadla za Allah subhanahu wa ta'ala na rehema zake, fabidhalika falyafrahu, wa hilo basi furahini, huwa khairun mimma yajma'un, ni bora kuliko yale mambo ambayo mnakuwa mnakusanyikia katika mambo ya dunia. Fa inna siyama Ramadhan wa qiyamah, hakika kufunga mwezi wa Ramadhan na kusimama kuswali salatu tarawih na swali nyinginezo za tahajjud imanan wa ihtisaba, mtu ambaye amefanya hivyo kwa imani na kwa kutaraji ujira mbele Allah subhanahu wa ta'ala, min asbab maghfirati dhunub, ni katika sababu za mtu kusamehewa madhambi, wa takhallus min al-atham, na mtu kujiepusha na madhambi. Falmu'min yafrah bi ikmali, mu'min anafurahi kwa kukamilisha huu mwezi wa Ramadhani. Mu'min anafurahi kwa kukamilisha huu mwezi wa Ramadhani litakhallusihi min al-atham, kwa sababu ya kuepukana na kujinasua kutokana na madhambi. Yaani madhambi ambayo yalikuwa mengi, basi Muislamu akawa amejinasua nayo, ametubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ameswali sana, amesoma sana Qur'ani, amemswalia sana Mtume sallallahu alaihi wasallama, amefanya mambo ya khairi mengi ambayo yanasababisha kuweza kufutiwa madhambi, amefanya tauba kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe madhambi yake. Kwa hiyo kwa hali hiyo sasa hii Ramadhani kila mmoja anafurahi kwamba imeondoka hadi ya kuwa madhambi yamefutika, madhambi yamefutika kupitia hizi ibada na tauba na istighfar. Fa dhaifu al-iman yafrah bi ikmali, yule ambaye ana imani dhaifu, ambaye amezuia kufanya madhambi, ana zile nyumba vile vimada, anafanya madhambi mbalimbali, yuko katika muziki, madisco, maklabu, mapombe, anakuwa anafurahi kwamba sasa Ramadhani alhamdulillah imeondoka, idha khallusihi min as-siyam, kwa sababu anaona sasa saumu ilikuwa inamzuia, amejinasua na saumu kwa sababu ya udhaifu wake wa imani. Anaona saumu hiyo ishaondoka, haina maana yoyote, ilikuwa inanizuia kwenda maklabu, saumu ilikuwa inamzuia kuzini, saumu ilikuwa inamzuia kwenda kufanya mambo machafu.
Saumu ilikuwa imemtenga yeye na kimada chake. Saumu ilikuwa imemtenga na mambo mengi machafu. Kwa hiyo anafurahi, alhamdulillah Ramadhani imeondoka, ili arudi katika yale mambo yake aliyokuwa anafanya. Kwa hiyo anafurahi litakhallusihi min as-siyam alladhi kana thaqilan alayhi. Anafurahi kwa sababu saumu imeenda ilikuwa ni nzito. Saumu ilikuwa ni ngumu kwake. Saumu ilikuwa inamzuia machafu. Lakini dha'iqan bihi sadru, ikiwa kifua chake kinasikia dhiki kwa hii Ramadhani. Wal farqu baina al-farhatayn azim. Tofauti kati ya furaha mbili ni kubwa. Yani huyu amefurahi kama amekamilisha mwezi wa Ramadhani, nimepata thawabu, lakini si hivyo tu, nimefanya ibada, madhambi yamefutika, alhamdulillah rabbil alamin, nimepata ujira mkubwa. Na huyu mwenye udhaifu wa imani anafurahi kwa Ramadhani ilikuwa ni nzito kwake, ilikuwa inamzuia machafu, kwa hiyo Ramadhani ikiondoka anarudi kwenye machafu yake. Kwa hiyo tukiona Ramadhani inafanya haraka kuondoka, Ramadhani imeondoka na kwamba yani Ramadhani ilikuwa siku moja au wiki. Kwa hiyo kule kuondoka kwa Ramadhani yujibuna an nufakkira fi anfusina, tufikirie katika nafsi zetu, tufikirie katika nafsi zetu, wa an nufakkira fi masiratina fi dunya, tufikirie mwendo wetu ambao tunatembea duniani, kama tunafanya nini hapa duniani, tunafanya nini. Tunatembea hapa duniani lakini tunaelekea wapi? Tunaelekea akhera. Yani mwendo wetu huu tunaokwenda, Ramadhani iliyopita ilikuwa na miaka 38, Ramadhani hii una miaka 39. Ramadhani inayokuja tutakamilisha miaka 40. Na Ramadhani iliyofuatia 41. Unaenda wapi? Ina maana unatembea hapa duniani unaelekea akhera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fasur'atu sayri al-ayyam wal layali, ule wingi wa kwenda masiku kwenda haraka. Hii ni dalili ya intihau al-umr. Ni dalili ya kwamba umri sasa unakwisha. Ukiona masiku yanakimbia basi umri unakwisha, ndugu yangu Muislamu. Wewe ambaye ana miaka 10 na ngapi? 18, unaenda 20, mara itakuja una 30, mara inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tufikirie mwendo wetu huu ambao tunatembea kuelekea akhera. Intihau umri al-insan yudkhiluhu fi yawm ar-rahil ila al-akhirah, kuisha umri wa mwanadamu unamuingiza katika safari ya kuelekea akhera. Hapa tunaelekea akhera ndugu waislamu. Warahilu ila al-akhirah, na yule ambaye anaelekea akhera la budda an yakuna ma'ahu zad, ambaye anaelekea akhera inabidi awe na kitu amekibeba kitakachompeleka peponi, kitamuokoa motoni na moto. Sote ni wasafiri ndugu Muislamu, tunaelekea akhera. Lazima tuwe na jambo, tuwe na begi, ambalo hilo begi kuna vitu, na hivyo vitu vitatuokoa na moto na vitakuwa ni vile kutuingiza peponi. Lazima kila mmoja awe hivyo. Wa afdalu zadi huwa taqwa. Allahu akbar. Bora ya kitu ulichokibeba katika begi lako la kuelekea akhera ni ucha Mungu. Hilo begi lako ambalo unalosafiri nalo, unaingia nalo kaburini, yawe ni matendo mema ambayo ni ucha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Jiandaeni, kuweni na maandalizi, kuweni na vitu mlivyovibeba kwenye safari zenu. Hakika bora ya yale mliyobeba katika safari zenu za kiibada na za kuelekea akhera ni ucha Mungu. Ucha Mungu ambao Ali ibn Abi Talib amesema ni al-khawfu min al-jadid, ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wal amal bitanzili, na kuifanyia kazi Qur'ani na Sunna, kuyafanyia kazi aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal isti'dadu li yawmir rahil, na kujiandaa na siku ya safari ya kwenda akhera. Fikiria ndugu yangu Muislamu, pale utakapofungwa kwenye sanda, utaoshwa, utaingizwa kwenye sanda, kisha utawekwa kwenye jeneza,
kisha baadaye utapelekwa mbele pale, utaswaliwa, kisha baadaye utaingizwa kaburini, na wanaokuingiza kaburini ni wale marafiki zako, ni wale ndugu zako, watoto wako, watu wako wa karibu, kaka zako, jamaa zako, wanakuingiza kwenye kaburi. Shaka wangu, dada yangu, kipenzi changu, wanakuingiza kwenye kaburi, wanakufikia mchanga, kisha baadaye wanaondoka. Haubakiwi na chochote. Mali yako itarithiwa, mume wako ataoa mke mwingine, mke wako au wake zako wataolewa, na mali zako zitagawiwa. Hakuna cha kusaidia isipokuwa yale matendo mema ambayo ulikuwa unayafanya huko akhera. Yale matendo mema uliokuwa unayafanya hapa duniani ndio yatakusaidia. Mara wakati umelala hapo kaburini, wanakuja malaika wawili, wanakuuliza hao malaika wawili yale uliyofanya katika matendo mema, katika matendo mema. Wanakuuliza malaika wawili yale uliyofanya katika matendo mema. Ikiwa utawajibu majibu ambayo ni mazuri, utakuwa umepona na utaenda sehemu ambayo ni nzuri. Na ukiwajibu matendo ambayo sio ya kweli, ambayo hayatakiwi, utapigwa nyundo. Utapigwa nyundo ayu al-akhi. Ukishapigwa nyundo, ndugu yangu, dada yangu, kaka yangu, unapigwa nyundo, unapiga mikelele. Kila kitu kinakusikia isipokuwa binadamu. Unaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo matendo mema ukiwa kaburini, unamuona bwana mmoja, anakuja mtu mmoja ana sura nzuri. Mtu anakuja na sura nzuri, anakuambia, unamuona ni mtu ambaye ana sura nzuri, hujai kuiona hiyo sura nzuri. Unamuuliza, wewe ni nani? Anakuambia, mimi ni matendo yako mema uliyokuwa unayafanya duniani. Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha kwamba upelekwe peponi. Anasema, uktub li 'abdi makanan fil janna, muandikie mja wangu sehemu peponi. Lakini ukiwa unafanya matendo yaliyokuwa mabaya, ndugu yangu Muislamu, kaka yangu, dada yangu, kipenzi changu, kama ulikuwa unafanya matendo yaliyokuwa mabaya, hutaki kubadilika, hutaki kufanya maisha yako kuwa ni maisha ya Qur'ani, hutaki kutembea na Uislamu wako popote ulipo, hutaki kuwa na Uislamu wako kazini kwako, popote pale, mara tu kama ulikuwa na matendo mabaya, unamuona mtu mwenye sura mbaya, unamuuliza, wewe ni mtu gani? Sijawahi kuona mtu mwenye sura mbaya kama wewe. Yule mtu anakuambia, mimi ni matendo yako mabaya uliyokuwa unayafanya duniani. Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha kwamba uandikiwe kwamba uende motoni. La ilaha illa Allah. Masiku yanaenda kwa haraka, umri unapungua, na sisi tunafanya matendo mabaya. Lazima tujirekebishe. Kwa hiyo ucha Mungu ambao ndio matendo yaliyokuwa mema ndio yatakayotusaidia hapa duniani, ndio yatakayotusaidia huko akhera, ambapo tutakuwa hatuna jambo la kusaidia isipokuwa ucha Mungu. Fal'amalu salih sababun linaili alhayati at-tayyiba fi dunya wal akhirah. Matendo yaliyokuwa mema ni sababu ya kupata maisha mazuri duniani na akhera. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, mwenye kufanya matendo yaliyokuwa mema, awe mwanamume au awe mwanamke, hali ya kuwa yeye ni mu'min, yeye ni Muislamu, basi falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutamfanya aishi maisha yaliyokuwa mazuri hapa duniani, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na tutawalipa huko akhira mazuri na thawabu nyingi na mema ya yale walikuwa wanafanya duniani. Ndugu yangu, kaka yangu, baba yangu, dada yangu, mama yangu, shangazi yangu, kipenzi changu, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii Ramadhani ni madrasa. Ni madrasa ya ucha Mungu. Hii Ramadhani ni madrasa ambayo inatuweka katika ucha Mungu. Kwa hiyo tubadilike. Tubadilike, hii ni madrasa ya kiimani. Katika hii Ramadhani tumesoma imani. Katika hii Ramadhani
tumesoma Qur'an, tumesoma ihsan katika hii Ramadhan, tumesoma na tumejifunza kuwa wa kweli katika hii Ramadhan. Tumesoma namna ya silatul arham, kuunga udugu. Tusiwakate ndugu zetu, tuunge udugu wetu, tupendane, tubebane, tuwavumilie ndugu zetu. Usiwakate ndugu zako, uwavumilie kwa yale machungu na yale mabaya waliokuwa nayo. Wanakuudhi lakini vumilia. Tumejifunza katika Ramadhani kuunga udugu, kuwapenda wazazi wetu, kuwasaidia maskini, kuwasaidia mayatima. Tumejifunza mengi katika hii Ramadhani. Tumejifunza katika hii Ramadhani kuwasaidia watu ambao wanahitajia. Tumejifunza mengi katika Ramadhani. Kwa hiyo alwajibu kwamba tupite, tuendelee kufanya ibada. Tuendelee kufanya ibada. Hakika ibada hazikatiki kwa kuondoka Ramadhani. Ibada hazikatiki kwa kuondoka. Ibada zipo ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Ibada zipo ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu Allah hatta ya'tiyaka al-yaqin. Muabudu Allah mpaka ukujie mauti. Muabudu Allah ndugu yangu Muislamu mpaka ukujie mauti. Ishi katika Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka ukujie mauti. Ukija wadhifa, likija jambo lolote lile la kidunia, jambo lolote lile la litataka kuondoa katika Uislamu wako, achana nalo. Uislamu kwanza. Uislamu ndio jambo muhimu la kutanguliza katika maisha yako. Uislamu ndio jambo muhimu la kutanguliza katika maisha yako. Tushikamane na Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Tushikamane na Uislamu ndugu zangu Waislamu. Tushikamane na Uislamu ndugu zangu Waislamu. Tusirudi nyuma. Tusirudi nyuma ndugu zangu Waislamu. Huu Uislamu ndio utakao tunusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu Uislamu ndio utakao tunusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu Uislamu ndio utatuokoa siku ambayo kuna moto, siku ambayo kuna jua kali, siku ambayo kuna mateso. Matendo ya Uislamu ndio yatakao tusaidia. Usiujalie Uislamu ndio kikwazo cha maendeleo yako, la, bali jalia vitu vingine viwe ndio vikwazo vya kuendeleza Uislamu. Pambana uendeleze Uislamu. Pambana ufanye matendo ya Uislamu ili uweze kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ayu alikhwa, naendelea kusisitiza kuhusiana na swala la zakatul fitr. Zakatul fitr kwa maana inatolewa katika yaumul Eid. Ikishaingia yaumul Eid, kila mmoja ajitahidi atoe zakatul fitr kabla ya kwenda masjid kuswali, kabla ya kwenda kwenye musalla, kwenda uwanjani kuswali au msikitini. Basi ajitahidi atoe zakatul fitr, aitolee nafsi yake, awatolee watoto wake, mke wake na mama zake, wale wote ambao wako chini yake, awatolee zakatu alfitri. Na zakatu alfitri ni kilo 3. Ni kilo 3 biidhnillahi alkarim. Na baadhi ahlul ilmu wanasema ni kilo 2.5, na wengine wanasema vingine, lakini wewe toa kilo 3. Itakapokuwa imezidi itakuwa ni sadaqa. Toa kilo 3 ya mchele wama ila dhalika, ili tufurahi wote, lakini matendo mema ndiyo yatakayokunusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.